uanzishwaji wa tawi hili la wekundu wa Airport Area C. Lengo hili lilikuwepo kwa muda mrefu kutoka kwa mashabiki na wapenda mpira wa klabu ya Simba wa eneo hili, lakini ilipofika tarehe 13 mwezi wa 9 2025, baadhi ya mashabiki na wapenda mpira wa klabu ya Simba wa eneo hili walikubaliana uanzishwaji wa tawi na kuratibu eneo na tarehe ya kwanza ya kikao cha kwanza. Watu hao ni kama ifuatavyo: kuna Omar H. Lihoka, kuna Seleman H. Chuma, kuna Abu Tembo, kuna Ali Hamisi Jaka, Nesto Filipo, Shafie Hussein, Seleman H. Ngalimka na Waziri Molemo. Tupo miongoni mwetu hapo. Hivyo ilipofika tarehe 14 kikao cha kwanza, tarehe 14 mwezi wa 9 2025, kikao cha kwanza kikaa. Kikao cha kwanza kilifanyika kwenye banda la kuonyesha mpira alimaarufu kwa mzee wa Epa Charles Wiza, na kilihudhuriwa na wapenzi wa klabu ya Simba wapatao 24. Pia siku hii ya kikao cha kwanza ulifanyika uchaguzi mdogo ili kupata viongozi wa mpito ili kuongoza mchakato wa ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya upatikanaji wa kadi ya shabiki wa klabu ya Simba na ujenzi wa ofisi ya tawi. Viongozi hao ni mwenyekiti ndugu Omar Lihoka, katibu Selemani H. Chuma na naibu katibu Nesto Filipo. Kwa kikao hichi cha kwanza tarehe 14 mwezi wa 9 2025 walipatikana viongozi hao watatu: mwenyekiti, katibu na naibu katibu. Viongozi chaguliwa walianzisha mchakato wa ukusanyaji wa fedha hizo. Hali ilipofika tarehe 4 mwezi wa 10 ulifanyika tena uchaguzi mdogo. Hicho ndio kikao cha pili. Uchaguzi huo ulipatikana viongozi kadhaa akiwemo mwenyekiti msaidizi ndugu Mwanahamisi Nguzo, ni huyu hapa mama, namjua. Pia kulipatikana mweka hazina ndugu Hamadi Hamis. Pia kulipatikana naibu mweka hazina ndugu Magdalena H. Kapara. Pia ilipofika tarehe 5 kikao kinachofuata ilifanyika tena uchaguzi mdogo wa kupata wajumbe wa bodi, na walichaguliwa wajumbe watano. Nao ni Rashid Ramadhani, Mwanahamisi Muhando, Steven H. Komele na Juvenali Moleka. Hivyo wanatimiza idadi ya watu 11 katika uongozi wa tawi. Hii ndio taarifa fupi ya uanzishwaji wa tawi liitwalo Wekundu wa Airport Area C. Kutokana na hizo process zote na vikao ambao vimekaliwa katika nyakati tofauti na kuchagua viongozi mbalimbali nyadhifa mbalimbali, basi tuliazimia jambo kuu katika uanzishwaji wa tawi ni ofisi na mambo mengine, kizimba au nembo ya tawi na kadhalika. Lakini katika vyote hivyo ujenzi umegawanyika katika sehemu tatu: ujenzi wa ofisi, ujenzi wa kizimba au nembo, ujenzi wa frame za biashara na ujenzi wa hall au ukumbi mdogo. Hivyo ujenzi ambao umeanza hadi sasa hivi ni ujenzi wa ofisi na umefikia 30%, na ujenzi wa ofisi hii unategemea kutumia gharama ya shilingi milioni 7. Kwa ofisi ndio kama mnaiona hapo nyuma imeanza ujenzi wake. Kwa kilichobaki hapo ni kizimba au nembo ya tawi, frame za biashara na kujenga hall au ukumbi mdogo ambao utatumika katika shughuli mbalimbali. Huo ndio uwekezaji wetu ambao tunataka kuwekeza kwenye hili eneo tuokaa. Kuanzia hapo
na kuzunguka huko. Kwa ofisi ndio kama hivyo imefikia 30%, na ujenzi mpaka ofisi unakamilika ni milioni 7. Lakini ujenzi wa kizimba na ujenzi wa hall na frame kwa ujumla bado haujaanza kutokana na ufinyu wa budget. Lakini vitu vyote hivyo toto yake au figa ambayo itawezesha kufanikisha ujenzi wa hivyo vitu ni milioni 20. Sawa? Hall, nembo na frame. Kwa hiyo tuna uwekezaji mkubwa sana. Kwa ujumla katika uwekezaji wetu ni jumla ukijumlisha na ofisi ni milioni 27. Kwa hiyo ni historia fupi tu ya tawi letu na tunavyoendelea kwenye tawi, ujenzi wa tawi letu. Kwa msikie kinyonge. Ujenzi umeanza na jambo linaendelea. Japo linaenda kwa kusuasua kwa sababu tumepitia hapo changamoto 2-3 katikati, lakini tunaendelea. Basi kwa kuzungumza hayo, nimkaribishe mwenyekiti aendelee na kumkaribisha mgeni wetu ambaye ni mwakilishi kutoka Vodacom. Kwa mwenyekiti atazungumza mambo machache yaliyopo, kisha atamkaribisha mwakilishi kutoka Vodacom. Karibu sana ndugu Omar Lehoka. Simba. Ndugu zangu, kama mlivyosikia historia fupi ya tawi letu la Simba Sports Club lililopo maeneo ya Airport Area C. Leo tumetembelewa na watu wa Vodacom. Kwa ufupi, tulijaribu kufanya mawasiliano na watu wa Vodacom, tukapeleka maombi yetu. Maombi ambayo tulikuwa tumepeleka, tuliomba tusaidiwe tofali zisizopungua 2000. Hayo ndo maombi yetu. Hatujui leo walipofika watatuambia nini. Kwa hiyo nimeona bora niliweke wazi na nyinyi mlifahamu kwamba tulichopeleka ni kitu gani. Lakini maombi yetu ya kwanza tuliomba tusaidiwe tofali 2000, ila kama itawapendeza wao wakasema wanaweza wakamaliza kila kitu, hatuwezi kukataa, si ndio jamani? Lakini kama itapungua pia, japo sio rahisi, kwa sababu mimi ninachofahamu Vodacom ni mtandao mkubwa Afrika na duniani kote. Ndio mtandao ambao haunaga longolongo, naweza nikasema hivyo. Toka nimezaliwa mpaka leo nimeikuta Vodacom haijawahi kubadilisha hata jina. Liko vile vile. Wanasemaga mnyonge mnyongeni haki yake. Kwa hiyo Voda lazima tuwasifu kwa hilo. Kwa hiyo kuna mwakilishi wa Vodacom ambaye amefika, tutamsikiliza atachotuambia ni kitu gani na sisi tutakipokea. Lakini nimepigiwa simu hapa sasa hivi na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa Bwana Msofe, kasema yuko njiani na yeye anakuja, ana ahadi yake. Kwa hiyo tutamsubiri, akifika tutasikia. Lakini pili, nimezungumza na mwakilishi wa mheshimiwa mbunge viti maalum Bona Kamoli. Kasema wakati tunaendelea na kikao chetu kuna uwezekano mkubwa wa kuzungumza na mheshimiwa mbunge viti maalum. Kwa hiyo na yeye amesema bado ataendelea kutuunga mkono. Sawa jamani? Kwa hiyo akipiga tutaweka loudspeaker, tutamsikia, na kama kutakuwa na ahadi ambayo ameweka tutaisikia sote. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo tumkaribishe mwakilishi kutoka Vodacom, tumsikilize alichokuja nacho. Ila niwaombe radhi tu, tumekaa kwa sababu ya matakwa ya kameramani nasema, si ndio?
Nimepaniki kidogo. Najua kuna jambo moja kubwa limekuja, nimedokezewa na watu wa Vodacom, kwa hiyo si niseme nini. Kwa hiyo kameramani alichotuambia amesema bwana, tukisimama hawezi kupata picha mzuri. Kwa hiyo tumekaa kwa sababu hizo. Karibu sana baba. Simba, tumsikilize mwamba huyo. Simba. Kwa majina naitwa Morris Chuma za Malenga. Ni mwakilishi kutoka Vodacom katika territory yetu ya Ukonga. Kwa sababu sisi kazi zetu Vodacom tumegawana katika territory. Kuna territory tofauti tofauti, Temeke, Ukonga, Kibaha huko, lakini sisi territory yetu inaitwa Ukonga. Nadhani kabla ya siku kama 5, kama siku 4 kabla alikutana na mwenyekiti wenu wa tawi lenu la Simba, akajaribu kunishirikisha juu ya uzinduzi wa hili tawi, lakini pia akaniambia kuna gharama kadhaa zinaweza kuwa zinahitajika. Hivyo nikaona papokuwa mimi mwenyewe pia ni mdau na ni shabiki wa Simba, nikaona sio mbaya kulichukua na kuweza kulipeleka katika ngazi za juu. Hivyo nilichukua na nikalipeleka katika ngazi za juu, na kwa kuwa aliniambia kwa Jumapili ambayo ndio leo tutakutana, japo ilikuwa ni muda mfupi sana kwa sababu interview ni kama siku 3 toka issue zima amenishirikisha, nikaona sio mbaya, lazima tufike, licha kuwa kuna baadhi ya vitu tujajibiwa bado. Sawa kwenye vitu ambavyo aliniambia mwenyekiti kuwa mna shughuli zima ya ujenzi unaoendelea. Mtaka mjenge ofisi, pia kuna